Na basi tukiendelea ni kwamba chama cha mawakili humu nchini LSK kimewasilisha ombi mahakamani kutaka kubatilishwa kwa maagizo ya muda yanayozuia mashirika ya umma kuwakilishwa na mawakili wa kibinafsi. Akizungumza na wanahabari jijini Nairobi leo, rais wa chama cha LSK alitaja maagizo hayo kuwa kinyume cha katiba, yenye ubaguzi na tishio kwa upatikanaji wa haki. Maagizo yaliyotolewa hapo jana na Jaji Samuel Mukira katika mahakama kuu ya Nakuru yalizuia kwa muda mashirika ya serikali kutumia huduma za mawakili wa kibinafsi. Hatua hiyo ilitokana na kesi iliyowasilishwa na Gikenyi Magare na seneta wa Busia Okiya Omtata pamoja na wengine kupinga matumizi ya kiasi kikubwa cha pesa kama malipo ya uwakilishi wa kisheria na mawakili wa kibinafsi, licha ya mashirika hayo kuwa na mawakili wenye ujuzi na tajriba. The petition and ex parte orders granted by the High Court sitting at Nakuru petition E001 of 2026 are a culmination of a protracted cyclic attempt to cut off private practitioners from the public sector economic ecosystem. We have since filed an application seeking to review and set aside the ex parte conservatory orders issued by the Honorable Mr. Justice Mohochi Mukira, and are hopeful that this regrettable omission in law will be rectified swiftly. Akizungumza jijini Nairobi, rais wa chama cha LSK Faith Odhiambo alisema suala hilo tayari lilikuwa limetupiliwa mbali kupitia maamuzi ya mahakama ya hapo awali ambayo yaliidhinisha kuwa mashirika ya umma yanaruhusiwa kisheria kutafuta huduma za kisheria inapohitajika. World over, we have seen professionals working hand in hand with the government and government agencies, particularly because of their arena of expertise and capacity. And therefore, to single out the entire legal profession of the entire country is not only absurd, illegal, and unconstitutional. Why discriminate on one profession, on one body of profession? That is the question that we are asking. It is completely preposterous. Chama cha LSK pia kimepuuzilia mbali madai ya ada za juu za uwakilishi, kikisema malipo ya mawakili yanathibitiwa na sheria na hukaguliwa na mahakama na michakato ya ununuzi. Joseph Wahungu, Darubini.